atakushindia Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie.
amenishika mkono na ameniongoza na amenivusha. Karibuni sana kwa ibada ya siku hii ya leo. Uende hapo 3 ukisonga hivyo. Inaongelelea about watu na relate na wao as a righteous person, si ndio? Inaanza hivyo. Alafu inashuka inakwambia na ukifanya hivyo utakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji mengi, na matawi yako hayatanyauka, na utazaa in season and out of season. Why? Umejitenga na waovu. Sawa. You don't envy the wicked. You don't jealous over them. Uwe utamani kufanya kama wao. Umesimama kuwakilisha Mungu wako, na yeye anakupromise hapo chini atakufanya kama mti uliopandwa kando ya maji mengi, na matawi yako hayatanyauka. Utazaa in season and out of season. In season and out of season. Napenda hiyo verse by the way. Naipenda. In season, wakati kunanyesha, weather is nice, kila kitu iko sawa. Out of season ni wakati wa ukame. Bado anakuambia utazaa in that season ya ukame. Wakati wengine wanalia njaa, wakati wengine wanalia economy, wakati wengine wanalia shida, bado wewe umezaa. And imagine the amazing thing about God, anakuambia matawi yako hayatanyauka. So you will be evergreen. Come rain, come sunshine, you are forever green. Bwana asifiwe. Nakimbia sana. Niende polepole. Nenda polepole. Sawa. Nasema kuwe na ukame, kuwe na mvua, kuwe na ekonomi hii yenye inasumbua watu, wenye wanalia usiku na mchana, wakati watu wanalia school fees, wakati watu wanalia wamepoteza makazi. Imagine the Lord is promising you utakuwa forever green. Ya kwamba matawi yako hayatanyauka in that season ya ukame, and out of that season ya ukame. Na ukiwa kwa ukame bado unazaa. Bwana asifiwe. Na bado kukiingia mvua bado unazaa. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwako hautakosa kitu. Malangoni kwako wengine watakuwa na kunjia faraja, kukuuliza how are you keeping with life? Lakini wewe waambie nilitii neno, nikajitenga na waovu, na Kristo akanifanya kama mti uliopandwa kando ya maji mengi. Bwana asifiwe. Unasikia kulala? Oh. But before that, I want to give you a short sisemi story because it's not a story, a short reality about the darkness and the light. Now, for example, I will start from that. Kamti kakiwa kadogo, mizizi yake iko aje? Very tiny, si ndio? Na hata ukipanda kanaweza bebwa, can be swayed na upepo na kaende juu. Ama maji ikiingia kanaweza bebwa. Lakini uipatie 1 year, inaweza bebwa na upepo? Hapana. Mizizi yake imeenda chini na ikajishikilia huko chini. Ipatie kama in 10 years, hiyo mti si kubwa. Hata kama 1 year inalalishwa hivi na mvua, lakini 10 years hiyo mti inakaaje? Ni kubwa na imeanza kuzaa mazao. Now, in the kingdom of God is the same way. Sawa. Tukikuja kusema Baba naja kwako, nipokee niwe mwana ufalme wako, nisamee dhambi na makosa, unapokelewa hivyo na unakuwa that plant. Sijui that seedling inaitwa hivyo. Sijasahau kizungu. Inaitwa seedling. Unakuwa hivyo. Unapandwa vizuri na alafu wanakuanza kukupalilia vizuri, fertilizer. Na hapo ndio maisha inakuanga imeshika kwa wokovu. Sawa. Ikikuja kushika mwaka moja, hapo ndio wengi wanaanza kusema kwani Mungu, mambo yanaenda hivi, mambo yanaenda vile. Maana mti ya 1 year hautanyunyuzia maji kama ile ya seedling. Ni ukweli ama si ukweli? So, taking care of them itakuwa different. Maana ya 1 year, you learn the environment na vile itakaa in that environment.
So hata kukute na ukame inajua vile itafanya, kukuwe na mvua inajua vile itafanya, maana mizizi iko chini. Sawa sawa. Now come to the tree in 10 years coming now. Hiyo mti kuwa na mvua, kukuwe kuna mvua, haiwezi fanya kitu. Mizizi yake iko chini na hapo ndipo inatoa mazao. Bwana asifiwe. Haiwezi toa mazao wakati ni seedling, na haiwezi toa mazao wakati iko na mwaka moja. Lakini the longer the time, the sweeter the fruits. The longer the time, the many the fruits. Sijui kama hiyo ni kizungu mzuri, lakini matunda yanakuwa mengi na branches zake zinakuwa strong kushikilia hiyo matunda. Na hapo ndipo sasa tunaanza kukula maembe, avocado, nini. Lakini that tree has a history na iko na miaka. Bwana asifiwe. Nani aelewi mali tunaelekea? Nirudi nyuma kidogo. I want us to move together. Munaelewa? Now, as a Christian is the same way. Lakini our roots is our faith and our stand. Can you stand your ground as a Christian? Wakati kuna ukame now is 1 year. Can you stand and defend your God? Uambie Mungu wangu anaishi. Na hii ukame hakuna mahali inanipeleka. I'm in the preparation room. Na mahali naenda lazima nitafika. Can you? Wengi hapo ndio wanakufa moyo. Alafu wakikufa moyo na usilie, sawa, maisha inarudi nyuma, wanaanza kuhangaika. Na kuhangaika yenye wanahangaika nayo, even a poor man is better than him. Mlala hoi atakuwa hata richer than him. And this is a guy that alikuwa amesimama na mizizi yake imeshika chini. Amen. Lakini sasa juu ameona hapa ni kama sisaidiki because ya ukame ya mwezi moja, anarudi nyuma, anafilisika, akirudi na nyuma anaachilia Mungu wake. But you know how God is loving. Anasema hata ukianguka mara 7 nitafanya nini? Nitakuinua tena. So the moment this guy anakuja kurealize that niliacha mfalme wa amani, anarudi. A tree of 1 year can be revived. Ukweli ama uongo? It can be revived. Na kwanza itapata uzima na ikuwe evergreen and strong than ile yenye imekuwa hapo. Bwana asifiwe. Now, jamii inaendelea hivyo, maana dhahabu lazima ipite kwa moto ndio iitwe dhahabu. Quality yake ipande na kila kitu ipande. Ina preparation room. Hapo ndio mambo inafanyika. Anataka kuprepare aone, nikibariki Koleta atanisimamia kweli. Nikimwinua kile kiwango cha juu, mwanangu atakuwa ni ameenda hivyo ama atasimama. Bwana asifiwe. Ndio maana sasa that period ina take time. Ndio ukomae, maandiko inasema na mali ikaekwa wapi? Kwa waziri. Akikuwa amekomaa atapewa. Hiyo story ndawapigia siku nyingine. Sawa sawa. So akiwa mdogo kama hajakomaa inawekwa na waziri. Sawa sawa. Wakili si waziri, wakili. Awea. Lakini akikomaa ndio anafanya nini? Anapewa. Mbona apewi akiwa mdogo? Jani mimi ningepewa my inheritance, ningekuwa nimeuza shamba nikakula sweet zikaisha. Nikakuwa nimefanya kile nimefanya zikaisha. Wakati sasa hivi nimezeeka, sitakuwa na namna. Ni kweli ama si kweli? Lakini saa hii nikapewa, I know what to do. Ndio hii kitu iniletea back profit. Si ndio? The same way with our God. Anatoa huyu nikimwongeza zaidi ya hapo, mwanangu ni hivyo. Atakuwa anaitisha drop of water in the pit of hell. Sawa sawa. Our God is so faithful and a loving God. Anakuwekea ile anajua itastahimili mwanangu akuwe to that level of 10 years. Anze kuzaa mazao. Lakini inaweza kuwa ngumu, ionekane ni ngumu. The 10 years ikifika, wakati ulikuwa unaona ni ngumu, your stem imedhanda. Yani your stem must be big.
hiyo kizungu sijui, imezaza sawa sawa, imekuwa kubwa, haiwezi katingizika, and the branches are strong sawa sawa, inaweza zaa mazao. Bwana asifiwe. Na wewe uko level gani as a Christian? Because nataka kuambia the level we are in. The level we are in ya kwenda kuzaa mazao. Bwana asifiwe. So unaenda kuzaa mazao, na wakati mazao yamezaliwa, hapo hapakosangi watu. Ukweli ama uongo? Kwa mti ya maembe si kuna kwanga na watu all the time, lakini wakati haina hakuna, wakati ina grow hakuna, wakati imevaa kuna watu wanataka kukula from that tree. And may God make you that tree. May God make you that tree. Akuweke strong enough to earn fruits. Na akubakishie your generation and your generation to come. Na ukuguzie wale wengine. Bwana asifiwe. Na kuanguka si kukufa. Sawa sawa. Nimetumia my tongue. God can revive anything. And I can bring dry bones to life. Sawa sawa. Na wakati ana bring dry bones to life, anaziweka nyama na anazipea pumzi, na inakuwa jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Unaona sense kweli? Yeah. Can you see the sense? Yes. Can you? Yes. Hivyo ndivyo inakuanga. Na kwa ufalme wa kipepo inakuwa hivi. The more the abomination, the more wanna grow. Sawa sawa. The more evil, the more wanna grow. The more ametutupia zani tuvunjike miguu, the more ana grow. The more unalia tu amekufanyia kakitu, the more ana grow. Sawa sawa. The more anazuia kitu yako isi happen, the more ana grow. Lakini yao sio mti, ikwangi mti. Sawa. Yao ni damu ya kuku, damu ya mbuzi, damu ya makondoo na hizo vitu zingine. Na niona nyama ya kondoo inanionjana sana. Lakini ni sawa. Bwana asifiwe. Lakini the abomination, the more wanna grow. But now remember, tumeambiwa, I give you power to trample over the serpent. Na nguvu zote za ule mwovu na zitakufanya madhara. Hebu simama, simama. Unalala kwa nini? Simama. Tusimame, tunalala. Tunalala kwa nini? Kwa sijui nini. Na kama unashtuka ndio ana grow. Si ndio? But sisi tuna grow through the grace of God and the righteousness of God. Kutuambia tujitenge na wale waovu. Sawa sawa. Ndio tufanye mti uliopandwa kando ya maji mengi na matawi yako hayatanyauka. Uzae in season and out of season. So ukiona mti itazaa, wamefanya kitu. Si ndio? Ukiona kitu haendi vizuri, wamefanya kitu. Na mtu ikikuwa mgonjwa inafanywa nini? Wananunua dawa, wanapuliza. Si ndio? Inapuliziwa inakuja back to life again. And that is now the essence of deliverance. Deliverance ni kama sasa mtu umekuwa mgonjwa, tunavaa nguo vizuri, tunachukua pambo, tunaenda hapo kupulizia. Sawa sawa. That is the essence of deliverance. Kuondoa the impurities from that temple of God, from that tree that is supposed to bear fruits. Mumeshika? So tunaelewa the essence of deliverance. Yeah. So ukiambiwa fungua moyo, unamaanisha nini? Jiachilie, surrender before the Lord. Avoid the impurities kutoka kwa that plan. Ndio uzae mazao. Jipigie makofi maana umeelewa. Na nilikuwa nataka uelewe hivyo. Sawa sawa. Hebu kaa chini. Usilale. Usilale. Siitishi school fees. Usilale. Sawa? Usilale. Nataka muelewe kitu. And that is how they function. Sawa sawa. Hii kitu nilikuwa mimi kuwafunza from way back. Unaona mkiwa na confusion kadogo kadogo. Lakini sasa hiyo umeelewa, sawa? The devil has no power. The devil has no authority. Unapewa nguvu umkanyage kichwa. Bwana asifiwe. Na wewe ukue huo mtu umepandwa kando ya maji mengi na matawi yako yasinyauke. But the violence shall take it
by force. Hizo mizizi zikiingia chini hayo mawe lazima itumie force. Si ndio? Inatumianga force kuingia kwa mawe hapo kando ya hiyo maji mengi. Maana mtu unaweza jaa anytime. Now you see the sense. Before nialike mchungaji, you see the sense now. Now that is the fight you should be fighting. Sawa sawa. Na imani yako weka kwa Mungu. Hata nikose, the Lord will do it. The Lord will provide. Atanitumia kunguvu, He will provide. Sawa sawa. Omba na utapewa. Itisha na utapewa, si ndio? Na upisha milango itafunguliwa. So ukiona hakuna namna, pisha milango ifunguliwe. Child of God, are you in the house? Unabisha inafunguliwa. Sawa sawa. Hata tuaibisha, He will never put us to shame. That is the Lord we serve. Hata tupangusa machozi. Hata tupangusa machozi Baba. Na wakati wake ukitimia, ndio mwema. Na wakati wa Baba umetimia. Kristo akubariki. Na Baba akufungulie milango. Baba yangu akakuinue. Milango iliyokuwa imefungwa ikafunguliwe. Wale walikuwa wamesimama kwa hayo malango wakateketee na moto. Maana sisi si wa kuzuiliwa. Magonjwa sio fungu letu, kukosa sio fungu letu. Itabariki uzao wa tumbo lako. Kwani sisi ni uzao wa wapi? Si wa tumbo. Na tunafaa kuwa tumebarikiwa. Tuwezi zile ahadi za Ibrahimu. Sawa sawa. Andrew, nimeongea sana. Tumemaliza. Mumeelewa? I make sure mumeelewa. And blood. But we fight against principalities and powers and rulers. Sawa sawa. Hatupigani na damu na nyama. So nataka uelewe. Anything that goes wrong, piga hiyo nyoka. Piga kichwa. Sawa sawa. Kristo akubariki. Na Baba akakufungulia milango. Baba akuketishe na wafalme. Akupanguze machozi. Away that dust from your body. Akuvalishe clothes of glory. Akukrown with His honor. Popote utaenda akaonekane ndani yako. Wakaseme this is a woman and a man of God. Popote utaenda milango ikafunguke. Kile ambacho ulikuwa unatarajia kikafanyike. Kama ni biashara ikainuke. Watu hakuna ukame. It is in season and out of season. Kama hakuna customer, wanatoka kule ambako hatujui wakuje. Because we are always in the season. Amen. Sawa sawa. Biashara itaenda chini. Wewe ni mtu wenye matunda, au utaenda chini. Na Baba akakuinue. Na Kristo akakulinde. Baba akakutangulie. Aponye hata familia yako. May God restore you back. Maana yeye ni Mungu mwaminifu. Eka mikono yako hapa tu. Pepeta hiyo mikono kidogo, pepeta.